Siku ya jana tuliweza kushuhudia taarifa ikimhusisha msanii Harmonize kudaiwa milioni 60 na aliyekuwa baba mwenye nyumba wake. Sasa na leo tumeweza kuona Harmonize ameweza kuposti waraka fulani hivi kwenye mtandao wake wa kijamii wa Instagram akisema kuwa kama mlivyosikia, nadaiwa na baba mwenye nyumba, kanijia juu, imebidi nifungashe vizuri, nimepata nyumba kali tu huko maeneo ya Goba. Sasa na binafsi sijawahi kuwa muoga kwenye madeni wala maisha. Kama kuna mtu anakudai au mitandao ya simu au unadaiwa na nini, labda umesoma na unasoma hii posti, usirudi nyuma, usijali kabisa. Kila mtu anadaiwa, na nikukumbushe baadhi ya madeni niliyopata na kuyalipa kipindi hiki nikiwa napambania imani iliyonipa kwenye muziki isipotee. Ya kwanza akawa amemention label aka mention pale, japokuwa hajaandika jina, lakini tunajua wote kwamba Wasafi ilikuwa inamdai milioni 600. Lakini pia CRDB Bank ilikuwa inamdai milioni 200. Jembe ambaye alikuwa meneja wake huyu, yeye alikuwa anamdai milioni 100. Sara Mzungu, mke wake wa zamani, alikuwa anamdai milioni 180. Invested over 1B na hivyo kwenye label sio shida kwake. Sasa ameendelea kuandika kwamba ndani ya miaka mitatu nilikuwa sina chochote, yani zero, sina jasho la mtu, na hii imenifunza hakuna kitu cha bure na kutofautisha kati ya makubaliano na maridhiano. Sijawahi kuleta janja wala kutafuta kisingizio cha kudhurumu haki ya mtu. Na hakuna laana inayonipata. Upendo na huruma yenu imeniwezesha. Akaweka kopa pale akisema please keep going, na sio vizuri sana kujisifu mafanikio machoni pa watu, ndio maana huwa na nyamazaga tu hata lisemwe nini, ila wewe jua kwamba nimefanikiwa kimaisha mapema mno. Ukifanikisha na mimi wa zamani yani V8 2, Range Rover Sport 1, Range Rover Defender 2020 na 2024 1, BMW 4Z1, lakini pia invested on my mission house than 4 billion. Kwamba Harmonize anaonyesha kwamba ni ana mafanikio makubwa kabisa. Lakini pia anaendelea kusema kwamba my music catalog ina thamani ya dola milioni 5. Na nikisema niziuze leo, sina mkopo wala marejesho yoyote. Nataka nijifunze elimu ya fedha kwanza, then nitakopa anyways. Jana mvua ilichapa sana kipande cha Goba Buba, nikakutana na Kusa. Sasa hapa anaendelea kuweka mazungumzo yake kuhusiana na promo pia ya wimbo wao mpya kati ya msanii Kusa pamoja na yeye pia Harmonize. Anasema kwamba mazungumzo yetu yalijikita zaidi katika kutambua mchango na thamani ya watu tulionao wanaojitoa usiku na mchana kwa ajili yetu. Nyakati hizi ndo mambo mengi sana, lakini hata ufanye nini unahitaji mtu sahihi, lakini pia ni rahisi sana hasa kwa sisi vijana kujisahau na kumchukulia poa uliye naye for the same time. Sasa hapa anasema kwamba imagine mama mtu kakubali tuhamie zetu Goba, hana noma. Share this to someone ambao unamwamini, lakini kwamba anaweza simama na wewe katika nyakati zote. Mwambie kama sio wewe nisingekuwa hapa. Hiyo ni dedication ya wimbo wake mpya kati ya Harmonize pamoja na Kusa. Sasa hapa unachoweza kukitambua mtazamaji wa PMTV2 kwamba uendekaa Harmonize amepita na upepo wa jamua nyamaze kimya, kwamba uendekaa hiyo nyimbo pia
inadhihirisha yale ambayo yametokea kwenye maisha yake, na hivyo anavyosema kwamba amepambana sana mpaka kuhakikisha kwamba brand yake haipotei, hata kama watu wanasema ana madeni, ana pesa, hana nini, lakini mwenyewe ameonyesha kwamba sio lazima ataje kila kitu ambacho anakimiliki au ajisifie utajiri wake. Na kama hivyo anasema kwamba wamehamia Goba na yeye kwao wamekuwa fresh tu, yani kwamba Kajala amekubali kutoka maeneo ya Masaki kule mpaka kwenda kuishi Goba. Hii ni PMTV2, jina langu ni Teddy Allen. Hebu acha maoni yako hapo kupitia hii story ulioandika, useme kwamba Harmonize anastahili kupitia haya yote, au uende kama mzee Usiri anayesikika kwamba ndiye anayemdai Harmonize milioni 60 kwamba ameshirikishwa kwenye upepo ili nyimbo yao iende mbele. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Teddy Allen.